Bwana, baada ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka kule South Africa, na tukishuhudia wekundu wa Msimbazi Simba wakiibuka na ushindi wa goli moja kwa 0. Bwana, tumeona maoni mbalimbali, lakini pia tumeshuhudia yale ambayo yamekuwa kizungumzwa na baadhi ya mashabiki, lakini pia tumeona wachezaji wa Simba wakizungumza kuelekea kwenye mchezo wa marejeano. Viongozi pia wamezungumza, kocha amezungumza. Kwa hiyo tunasubiri kuona mchezo wa marejeano wa tarehe 27, mchezo ambao ndio utakaotoa hatima ya wekundu wa Msimbazi Simba kutinga hatua ya fainali ama la. Sasa baada ya ushindi huo mwembamba wa goli moja kwa 0, bwana, baadhi ya mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba wanaamini kabisa kwamba tayari timu yao imetanguliza mguu mmoja fainali, na wengine wakiamini kwamba bado kutokana na ushindi ambao waliupata wa goli moja kwa 0, wao wanaamini kabisa ushindi wa goli moja kwa 0 ulitakiwa kuzidi pale. Manake wao wanaamini kwamba pengine ingekuwa ushindi wa magoli mawili matatu, wangekuwa na uhakika kabisa kwamba Simba anakwenda kutinga hatua ya fainali. Kwa hiyo wao kwa sasa wanachokiamini, baadhi ya mashabiki wanaamini kabisa kwamba mechi bado na Simba anatakiwa kwenda kufanya makubwa kule South Africa. Lakini kama ulikuwa miongoni mwa watu ambao walishuhudia mtanange ule, bwana, dakika za jioni kabisa, bwana, tuliona Jean Charles Ahoua akiwakosesha Simba ushindi wa magoli mawili mara baada ya kukosa nafasi ambao wengi waliamini lile lilikuwa ni goli ambalo linakwenda kufungwa na Jean Charles Ahoua, na mara baada ya kukosa, bwana, kelele zilikuwa ni nyingi. Lakini sasa mara baada pia ya mtanange kutamatika, bwana, maoni yamekuwa mengi sana kuhusiana na lile goli ambalo Jean Charles Ahoua alilikosa. Sasa mara baada ya mijadala mikubwa sana kuhusiana na lile goli ambalo alilikosa Jean Charles Ahoua, bwana, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambaye pia ni rais wa heshima wa klabu hiyo, Mo Dewji, kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, yeye pia amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamezungumza kuhusiana na goli ambalo alilikosa Jean Charles Ahoua, lakini pia amekuwa moja kati ya watu ambao wameona pia mijadala mikubwa ama maoni tofauti kuhusiana na lile goli ambalo alilikosa Jean Charles Ahoua. Sasa nikupitishe kwenye kile ambacho Mo Dewji yeye amekiandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya mijadala mikubwa sana kuhusiana na goli la Jean Charles Ahoua. Alichokiandika Mo Dewji anasema, Jean Charles Ahoua ni mmoja wa wachezaji waliotupa sababu nyingi za kushangilia msimu huu. Licha ya vyote, amekuwa sehemu ya mafanikio yetu. Kwa kosa moja lililotokea, tunaweza kumsema vibaya leo, ila tukumbuke hata mastaa wa dunia kama Fernando Torres waliwahi kukosa magoli ya wazi kwenye mechi kubwa kama Chelsea dhidi ya Manchester United. Hii ni soka, haya ni mambo ya kawaida kwenye mchezo huu. Lakini jambo kubwa zaidi ni namna tunavyochagua kusimama baada ya kila tukio. Tunajifunza, tunaimarika na tunaendelea kupambana. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch bado uko mbele, safari haijaisha, na usi wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuungana na kuwa kitu kimoja. Simba inajengwa juu ya mshikamano. Tunasimama na Jean Charles, tunasimama na kila mchezaji anayejitoa kwa jezi hii, na tunaendelea na vita iliyokuwa mbele yetu. Hatuishi hapa. Akamalizia na hashtag hatuishi hapa. Simba ni familia, Simba ni nguvu moja. Bwana, huo ni ujumbe wa Mo Dewji, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini pia rais wa heshima. Yeye pia amezungumza kuhusiana na lile goli ambalo alilikosa Jean Charles Ahoua, na comments zikawa nyingi sana, kila mmoja akizungumza la kwake kuhusiana na goli ambalo alilikosa Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo ni moja kati ya story kubwa ambayo imeendelea kuzungumzwa, lakini pia nimeona pia nikusogezee kuhusiana na kile ambacho Mo Dewji yeye amekizungumza.
na yeye anaamini kwamba bado kuna mchezo wao mbele dhidi ya Stellenbosch tarehe 27, mchezo ambao utakuwa ni wa kutoa hatima ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweka rekodi ya kutinga hatua ya fainali ama la. Kwa sababu tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo wa marejeano wao wanahitaji kushinda kuanzia magoli mawili au sare yoyote inawavusha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu tayari wana goli moja ambalo wamelipata. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba ambacho hawatotakiwa kukifanya kwenye mchezo wa marejeano, wao hawatotakiwa kuruhusu goli zaidi ya moja. Kwa hiyo kama wataruhusu goli zaidi ya moja, maana yake watakuwa wameondolewa kwenye hatua hiyo ya nusu finali. Lakini kama watafungwa goli moja, maana yake tayari wataingia kwenye ile mikwaju ya penalti ili kuweza kumpata mshindi ambaye anakwenda kutinga hatua ya finali. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao ni mgumu of course, mara baada ya kupata ushindi huo mwembamba wa goli 1-0, lakini pia ni moja kati ya mchezo ambao Stellenbosch wao wanataka ushindi wa aina yoyote wa kuanzia magoli mawili ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kuweza kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao utakuwa mgumu, ni moja kati ya mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kufanya juu chini kuhakikisha kwamba wanatinga hatua ya fainali, kama ambavyo slogan yao inazungumza, hatuishii hapa. Mara baada ya kuweza kutinga hatua hii ya nusu fainali kibabe baada ya kuondosha Al-Masry bana, ndivyo ambavyo slogan yao pia imeendelea kuzungumza kwamba hatuishii hapa, wao wanataka kufika hatua ya fainali, na kama ikiwezekana basi kulileta kombe la CAF kwenye ardhi ya Tanzania. Na inawezekana kutokana na namna ambavyo pia wameyapata matokeo ya mkondo wa kwanza pale New Aman Complex pale visiwani Zanzibar mara baada ya kuibuka na ushindi huo wa goli 1-0. Lakini mjadala mkubwa ukiwa ni goli ambalo alikosa Jean Charles Ahoua ambaye pengine kama angeweza kufunga goli lile, maana yake sasa hivi tungekuwa tuna asilimia 60 au 70 za kwamba Simba anakwenda hatua ya finali. Lakini mara baada ya kukosa nafasi ile, wana comments zilikuwa ni nyingi sana kuhusiana na goli lile, wengi wakisema kwamba kocha alitakiwa kumtoa kwa sababu alionyesha hali ya kuumia uwanjani, lakini wengine wakisema kwamba alikuwa mchoyo, pengine angetoa nafasi kwa mtu mwingine na kuweza kufunga. Kwa hiyo vitu kama hivyo, lakini tumeona kile ambacho amekiandika Mo Dewji kuhusiana na namna ambavyo wengi wameendelea kulaumu kuhusiana na ile goli ambalo alilikosa ya Charles Ahoua, akisema kwamba kwa sasa sio muda wa kulaumiana, kwa sasa ni muda wa kuangalia mchezo unaokuja wa marejeano kule South Africa na kushikamana kwa pamoja ili kuweza kuvuka hatua hii ya nusu finali na kuweza kutinga hatua ya finali. Unaweza kuniandikia pia comment yako kuhusiana na hiki ambacho Mo Dewji amekaandika, lakini pia unaweza kuniandikia comment kuhusiana na maoni yako kuelekea kwenye mchezo wa marejeano. Unaiona nafasi ya wekundu wa Msimbazi Simba kufuzu hatua ya finali ama mchezo wa marejeano kwa upande wako unaonaje? Unaweza ukaweka comment yako kupitia kwenye comment section hapo chini, ukaniambia namna ambavyo unakwenda kutazama mchezo wa marejeano ambao utapigwa tarehe 27 kule South Africa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.